Mara nyingi napenda kuambia vijana na watu wanaonifuatilia, watu wanaweza wakakudhalau kwa sababu ya muonekano wako, wanaweza wasikupende kwa sababu ya background yako, labda hujatoka familia yenye uwezo. Watu wanaweza wasithamini background yako, wasithamini vile ambavyo unavaa, vile unavyotembea. Wanaweza kadhalau hata historia, elimu yako, na pengine hata hauna connection. Lakini mimi ninachokijua, hakuna mtu ambaye atakuja dhalau kazi yako. Watakuchukia, na wakisha kukuchukia wataenda kwenye vikao vyao ndani huko, watajifungia, wataanza kukujadili. Atatokea mmoja mwenye chuki na wewe, atasema huyu mtu hafai, tumfukuze ajira, tumwachishe kazi. Lakini kazi yako itasimama katikati yao kwenye vikao vyao. Ile kazi itaanza kuongea, itawaambia kwamba huyu mtu, hata kama mnasema mnataka muondoe, lakini mnamuondoa kwa misingi ipi? Kazi yake hii mnaiona? Hii kazi akiondoka huyu, nani anaweza kuifanya? Watu wataona, na ile kazi itakutetea kwenye vyumba vya ndani. Haupo, lakini kazi yako itasema. Watu wanaweza kakudhalau wewe, lakini hakuna mtu ambaye atadhalau kazi yako. Kazi yako ndiyo inayokutafsiri wewe. Na tukisema kazi, tunamaanisha mambo makubwa mawili: kiwango cha kazi unachokifanya. Kama wewe ni daktari, unaona wagonjwa wangapi? Kama wewe uko kazini unafyatua tofali, wewe unafyatua tofali, wenzio wanafyatua tofali 200 kwa siku, wanafyatua tofali 20. Kiwango cha kazi unachofanya. Lakini jambo la pili, ubora wa ile kazi, the quality ya kazi yako. Hivyo vitu hakuna mtu anaweza kuvidhalau, hakuna. Piga ua ukiwa na kazi yako nzuri, ukaithamini kazi, ukaifanya kwa ubora. Hiyo kazi lazima itakutetea, na lazima utakuwa na ushawishi, na lazima utakuwa kiongozi katika lile eneo la kazi yako. Hata kama ni kufyatua tofali, unaweza kujikuta unachaguliwa kuwa kiongozi wa wafyatua tofali. Kwa nini? Kwa sababu ya bidii yako. Sasa mimi ninachotaka kuzungumza hapa ni umuhimu wa bidii. Paulo anasema ni kweli, mimi nilipata neema na mitume nao walipata neema. Nilipata kibali na mitume nao walikuwa na kibali. Mimi nilikuwa na